Kwa majina naitwa Amiri Haji Mwamele, natoka mkoa wa Mbeya, wilaya ya Mbalali, kata ya Mapogolo, kijiji cha Ukwavila. Nimejishughulisha na kilimo cha mpunga kwa sasa ni miaka 10 toka mwaka 2016. Kabla ya kujiunga na mradi wa IRVC, hali yangu ya maisha ilikuwa ya kawaida tu, kwamba nilikuwa nalima kawaida, nafanya malengo kiasi. Mradi wa IRVC nilifahamishwa kupitia afisa kilimo wa eneo langu husika kupitia Nafaka Kilimo. Nilijiunga na mradi huu mwaka 2024 mwezi wa 10, ambapo utekelezaji nilianza mwaka 2025. Msaada niliopokea kutoka mradi wa IRVC ni pembejeo za kilimo, lakini pia na vifaa vya kujikinga wakati wa ufanyaji shughuli za shamba, mavazi na mabuti. Mabadiliko yangu makubwa niliyoyapata kupitia huu mradi, nikianza na shamba, tulijifunza kupanda kwa kamba na pia namna ya uwekaji mbolea. Kwa hiyo kupitia mradi nimepata mabadiliko makubwa. Kwanza kabisa nimeweza kuliboresha shamba langu na kulitengeneza miundombinu, kuinulia matuta vizuri na kuliweka leveling. Baada ya kupata mafunzo ya KIKIMATA kupitia Nafaka Kilimo, kwamba mbegu kidogo, maji kidogo, mavuno mengi, iliweza kunisaidia kupata kiasi kikubwa cha mavuno kutoka kwenye, kwanza kabisa matumizi ya mbegu kutoka kwenye kilo 60 kwa eka moja za mbegu mpaka kufikia kilo 5 za mbegu kwa eka moja. Mapato yangu yameongezeka kutoka kwenye gunia 28 hadi 30 mpaka gunia 40. Maisha ya familia nimeyaboresha kwa kiasi chake. Kupitia kilimo hiki nimeweza kuvuna mwaka jana na kuweza kuuza mbegu, nikanunua guta, lakini pia hilo guta ndio linanisaidia katika shughuli ndogo ndogo ambazo zinaniingizia kipato cha kila siku ambacho kinaweza kunisaidia katika masuala ya kifamilia. Lakini pia nikaweza kufanya ujenzi kupitia hiyo guta. Baada ya kuuza mpunga wa mbegu, nilivyonunua guta, shughuli ninazozifanya ndio zimesababisha mpaka nimefikia kwenye swala la ujenzi. Nimeweza kushirikisha maarifa haya na wakulima wengine, ambapo baadhi yao mwaka jana walikuwa wakiona, kwa sababu eneo la shamba langu liko njiani, kwa wakipita wakiona namna shughuli zinavyoendelea, na pia walikuwa wakija hadi shambani kuniuliza namna gani mmeweza kujifunza, na nilikuwa nikitoa maelezo. Lakini pia baada ya mavuno niliweza kuwauzia mbegu wakulima 12 ambayo ni jumla ya tani 3. Lakini pia eneo hili la jirani, ambapo kuna mkulima mmoja ambaye yeye alipenda, japo hayupo kwenye mradi, aliweza kulima kwa kamba kama ninavyolima. Changamoto nilizokutana nazo kwa mwaka jana kupitia kilimo hiki ni hali ya hewa. Kutokana na hali ya hewa haikuwa nzuri, kwa maana kwamba hali ya mvua ilikuwa chache. Kupitia mafunzo niliyoyapata kwenye mradi KIKIMATA, mbegu kidogo, maji kidogo, mapato mengi, kwa hiyo niliweza kumanage hiyo changamoto, kwamba katika shamba langu kuweza kuboresha vizuri na nikafanikiwa. Mradi umeleta mabadiliko katika jamii yangu kupitia mbegu hizi za kisasa ambazo tunapewa, tunazilima. Mwaka jana nimeweza kuuza kwa wakulima 12, lakini mwaka huu nimeweza kupokea oda ya wakulima wengi ambao wanahitaji hii mbegu. Kwa hiyo naweza kusema mradi umeleta athari nzuri katika jamii, kwa sababu wakulima wengi wanahitaji hii mbegu na wanapenda kulima kilimo kama hiki. Jambo ambalo linanifanya nijivunie zaidi, kwanza kabisa ni huu kuwa mzalishaji mbegu. Jambo ambalo linanifanya nijivunie kutokana na kipato ninachokipata kwenye mbegu, kinanisaidia baadhi ya mambo yangu kuyaweka sawa. Kwani hapo mwanzo nilikuwa napata kipato cha kawaida, lakini sasa baada ya kuanza kuzalisha mbegu napata kipato kizuri ambacho kinakidhi kwenye mahitaji yangu ambayo ninakuwa nimepanga katika msimu. Lakini pia najivunia tu ile kwamba kuonekana katika kijiji mimi ni mzalishaji mbegu. Kwa hiyo pia imenipa nafasi fulani katika kijiji. Wale ambao hawajajiunga na mradi, zinapotokea fursa za kujiunga na mradi wajiunge. Kilimo cha mpunga kupitia KIKIMATA kinalipa. Mipango yangu ya baadaye, kwanza kabisa ni kuongeza eneo la kulima, kwa sababu kwa sasa ninalima ekari 2. Kwa hiyo na matarajio kwamba hadi kufikia kile kiwango cha eka 5 kwa sisi wa QDS wa uzalishaji mbegu. Ningependa kuona mradi wa IRVC ukiendelea kutoa mafunzo kwa ajili ya kunufaisha wakulima wengine waweze kulima kilimo cha tija.